Naitwa Musa John Mlonga, ni mhifadhi msitu wilaya Ngara, TFS. Lengo la kuleta miche ya miti katika shule hii kwanza ni kuhamasisha upandaji wa miti, lakini pia na utunzaji wa mazingira. Tunajua hapa kuna wanafunzi ambao ni vijana wadogo. Wakipata hii elimu ya uhifadhi wa mazingira, tunaamini watakuwa nayo na itawasaidia katika maisha, lakini pia itakuwa na faida kwenye jamii nzima, hasa kuanzia kwenye kijiji hiki, lakini kwa wilaya yetu ya Ngara. Kwanza tunashukuru, ni kweli mwitikio ni mkubwa. Kwanza shule hii bahati nzuri wana eneo kubwa ambalo lilikuwa lijapandwa miti. Kwa hiyo sisi kama TFS tumewaletea miche ya matunda, miche ya kivuli, lakini pia na hiyo ambayo ni ya mbao. Jumla yake tumewaletea miche 1000. Na tunaamini kwamba hiyo miche itawasaidia. Kwa mfano, miche ya matunda watapata matunda, watafaidika na itaimarisha afya zao. Lakini pia kwa miti ya kivuli tunaamini ni eneo la shule. Wanafunzi watapata nafasi ya kuwa wanapumzika katika vivuli na watajisomea katika mazingira ambayo ni mazuri. Lakini pia kwa upande wa mbao tunaamini kwa baadaye, kama kauli mbiu ya mwaka huu ya misitu na uchumi. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa baadaye wanaweza wakavuna mbao hizo, zinaweza zikawasaidia katika ujenzi wa miundombinu, hasa katika maeneo ya shule, lakini pia wakipata nafasi wanaweza wakauza. Kwa hiyo hilo ndio lengo la kuleta hiyo miti katika shule hii. Jina Jason James Abudu, mkazi wa kitongoji cha Nyamikono. Tunashukuru kwa kupokea mradi huu wa miti kwa upande wa shule. Ila pia tulikuwa na maoni na sisi wananchi tuweze kupatiwa miti kwa sababu tumepanda shuleni. Kwa hiyo na sisi tuweze kupanda kwenye mashamba yetu ili angalau na sisi kuhifadhi mazingira nyumbani. Kwanza hili jambo nimelipokea vizuri na nimefurahi sana kuwapatia wananchi miti, kwa sababu miti ni utunzaji mazingira. Kwa hiyo nimefurahi sana. Kwa hiyo ombi langu kubwa ni kuomba miti wananchi waitunze vizuri kama ipasavyo. Mti ukiutunza na wenyewe utakutunza. Kwanza, kitu cha kwanza tunashukuru wametupokea vizuri, na tunashukuru wananchi wamehudhuria katika upandaji wa miti. Na miti inabidi tuitunze kwa sababu tukisema miti ni sawasawa na mazingira, ni vitu vyote vinavyokuzunguka. Ila miti ni uhai, inaweza kutolea matunda. Kuna miti ya kutoa matunda, kuna miti ya kutoa kivuli na kuna miti ya mbao. Kwa muda huo sisi tumeleta miti yote kama mikaratusi, parachichi za hasi aina ya Tete, na tunashukuru sana kwa kupokelewa kwa miti hii, na tumeipanda vizuri na wahifadhi vizuri ili tupate matunda kesho na kesho kutwa. Angalia huku sasa, huku unasema ina mbao, matunda. Ina mbao na nini? Matunda. Safi kabisa. Haya wewe? Unaitwa nani? Umekunywa uji? Umeshiba kabisa. Wewe unasinzia sasa. Haya, karibu. Kwa majina unaitwa nani? Sauti sasa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Nelson Jeremia Daniel. Nini umuhimu wa miti katika jamii? Anayejua anyoshe mkono. Haya, tuanze na wewe. Njoo. Wewe, tuanze na huyu. Jina. Kwa majina naitwa Beatus Silvia Kasonoko. Kwa sauti. Kwa majina naitwa Beatus Silvia Kasonoko. Miti na faida gani? Faida ya kwanza utupatia hewa safi, faida ya pili utupatia kivuli, faida ya tatu utupatia matunda, faida ya nne utupatia mbao. Asante sana. Mtaitunza hii miti mlioletewa? Mtaitunza. Kwa majina naitwa Isa Kagevas Petro. Zoezi la miti mimi kwa nilivyoliona ina faida, kwa sababu walivyotuletea miti tunaepuka kwanza mmomonyoko wa udongo. Alafu pili ni tunaweza kusema ni chanzo cha mvua. Tatu pia inapendezesha mazingira ya shule. Sababu miti pia ni kivuli kwa wanafunzi wanapokuwa shuleni. Jina langu tumsema Demike Leopold. Upandaji wa miti unaendelea vizuri. Kwa sauti sasa. Miti inatusaidia kupata kivuli na mvua. Naitwa Anita Eliaki. Mimi upandaji wa miti ninavyoona unatupatia hewa safi na kivuli.